Kwa sasa hivi Mbembe zamani alikuwa avae suruali. Alikuwa avae nguo ya kuonesha mwili. Lakini sasa hivi ndio watu wa kwanza wanavaa hizo nguo. Na unaweza kusema hivyo kwa sababu mabadiliko ni mengi. Kama sisi wanawake mle tulivaa masuruali. Sisi mabodyguard. Kwa Wabembe kabisa asilia. Vile hapana. Mambo vipi mtazamaji wa Double A TV, upo nami Suma Kimwanya kwenye mic, na leo tumepata nafasi ya kupiga story na Faila. Faila ni mmoja kati ya waigizaji ambao wanafanya vizuri katika industry hapa nyumbani kwetu Kigoma, katika kambi ya Nyarugusu. Na tumeona ushirikiano mkubwa wa Faila bwana, ni mtu ambaye anafanya kazi na wa kizazi kipya. Na kuna baadhi ya movie ambazo amezicheza tukamuona mle ndani, na kuna mengi ambayo ameshayafanya makubwa zaidi. Na kubwa zaidi ambayo lipo ni kwamba tumekuja kuona kwenye Bwami bwana, Faila ametuchezea kama vile bodyguard wa mtoto wa mfalme. Baada ya hapo tukaja kuona kwenye movie ambayo ni ya Gatuso Wanyanga ambayo inaitwa Mashimbola, pia akaja akacheza. Pamoja na hilo kubwa kuliko, tukaona kwamba amebadilisha jina, haitwi Faila, anaitwa Hido kama Hido. Leo tunakuja kupiga naye story kwa sababu tupate kujua safari yake ya kisanaa inakaaje, na mpaka sasa hivi kwa nini yeye anajihusisha sana na sanaa, na kuna mengi ambayo anayafanya lakini yapo nje kidogo na sanaa, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanaelewa kwamba msanii bwana ni mtu ambaye anafanya tu kazi za kisanii, lakini kwa Faila tunaona kwamba mabadiliko ni mengi kwa sababu ana familia na kuna mengi ambayo anayafanya mpaka ajikimu maisha. Tupo nayo, utafahamu mengi kuhusiana na Faila. Naweza nikasema kaa nami mwanzo mwisho ili uzidi kuelewa mengi kuhusiana na Faila. Faila, imekuaje? Poa. Wakati zinaenda nyonge sana. Naumwa. Pole kwanza kwa magonjwa. Asante. Sawa, sisi bwana tunataka tuanze kugusia kwanza safari yako ya kisanaa, lakini kabla ya yote tunataka tujue kwa mtu ambaye anataka kufahamu zaidi, wewe ni mtu wa design gani na unaitwa nani sana sana? Jina langu mimi ni Faila. Okay. Jina la babangu anaitwa Bianga. Na kwangu la pili ni Shukuru. Wewe ni mtu wa design gani sana sana? Sijakuelewa hapo ku design. Design kwa sababu kuna wale wacheshi, kuna wale ambao wanaongeaga sana kama Suma Kimwanya, kuna wale wengine ambao ni watu wa kawaida tu, serious mwingi. Kuongea naongea. Okay. Na mimi ni mcheshi pia. Pia kuna muda mtu waga anakaa kimya. Vyote vinatokea kwenye maisha. Hivi imekuaje safari yako ya kuingia kwenye sanaa, kwa sababu unajua mtu hawezi akaibuka ghafla na kuwa msanii. Kwako wewe kuna mtu ambaye alikushawishi mpaka ukawa msanii, au tuseme kwamba ulijitakia wewe tu bwana, acha mimi na mimi niwe msanii kwa sababu unaona wakina fulani wapo wanaonekana kwenye ma TV, kwenye social media, watu wanaonekana. Kwako wewe ilikuwaje safari yako? Cha kwanza mimi sanaa ni kitu ambacho nilianza kipenda bado mdogo sana. Kipindi Jackson anaigiza bado hajaanza kushoot movie, bado angaki vya nyumbani kwetu kule Baraka. Nilikuwa nikimuona tu na mimi nilikuwa natamani sana na mimi kama yeye, niwe msanii na mimi niwe mwigizaji, niwe naelimisha watu. La nilivyoishi tuliachana, nilikuwa simuoni tena Jackson. Alitoka kaja huko kambini, mimi nikabaki Kongo. Na mimi Mungu akanijalia nikaja huko. Nilikuwa sifikiri wala kuzania kama nitaonana naye, wala nitakaa naye nizungumze naye. Ila Mungu si asimani. Kuna dada mmoja ambaye tunaishi naye Dipacha, mimi na Dipacha. Huyo dada ni mwigizaji. Na mwigizaji mkubwa sana. Najua mnamfahamu. Anaitwa nani? Sabrina. Oh, Sabrina. Jina maarufu ni Mama Ilocho. Tuliishi naye, nikawa naona kazi zake anazozifanya, nikawa natamani sana na mimi niwe kama yeye, niwe naenda naye twende tunafanya hiyo kazi. Nilishukuru Mungu nilivyojaribu kuongea naye, alinielewa na akaniambia nisijali, akanitoa akanipeleka tukaenda naye kwenye movie ya kwanza mimi kucheza. Mimi sijaje kufanya mazoezi, nilianza moja kwa moja kwenye kazi. Yaani ina maana kwamba uliwakuta wameanza yani wameanza kushoot movie. Na wewe tu kwenda na ukakubali na ukaanza tu direct.
Hiyo ni kweli. Okay. Baada ya hapo ikawaje? Baada hapo nilivyoona kamera nilitetemeka sana. Nikaanza kusema sitoweza. Ila alinipa moyo, nikashukuru na director wangu naye akanipa moyo zaidi. Napaswa niwashukuru sana. Kwa sababu Director wako alikuwa anaitwa nani? Eli. Okay. Kitu cha kwanza ambacho Eli alikwambia baada ya wewe kuona kamera ukaanza kutetemeka, yeye kukupa sini ya kwanza, alikwambia kitu gani ambacho kilikupa moyo sana na ukajiamini ukaona kwamba kumbe mimi naweza? Cha kwanza aliniambia nisiogope. Cha pili niwe na imani na nifanye kama vile gisi ninavyofanyaga nyumbani, nakaa nimetulia, nafanya mambo yangu. Na nisifanye kwa sababu eti naona kamera niwe kama vile naigiza. Hapana, nifanye maisha yangu halisia. Niigize kama vile maisha yangu halisia. Hivi kwa upande wa familia imekaaje? Kwa sababu najua sio kila mtu kuanza usanii na familia ina appreciate kila kitu. So kwako wewe kulikuwa ugumu kwa upande wa familia? Kwanza nilianza sana sikutaarifu familia. Nilivyoanza kazi yangu ya kwanza ndio nikaja nikaongea na baadhi ya wanamemba familia. Kuna ambao walinisapoti na kuna ambao pia hawakunisapoti. Upande wa wazazi kuna ambaye alisapoti sana? Kwenye upande wa wazazi wote wawili hawapo. Washatangulia mbele za haki. Asante. Ambaye ulimfikisha taarifa alikuwa ni kaka mkubwa ambao unaishi naye au tuseme ni dada au shangazi? Wa kwanza mimi kumfikishia taarifa alikuwa ni dadangu. Alichokuambia ni kitu gani? Alinipa moyo. Akaniambia nipambane nijikaze. Ila nisifanye vitu vya kipuuzi tu. Niangalie maisha yangu ya baadaye. Baada ya kuachana na director Eli ulikuja kukutana na Jackson wa kizazi kipya, ilikuwa ni muda gani? Ulikuwa mwezi wa 10. Ulikutana naye kwa sababu ya kuhitaji uwe msanii wake au ufanye naye kazi, au Mama Erasto ndo alisababisha wewe kwenda mpaka ukasema kwamba bwana ongea naye hivi ili akuelewe na uwe msanii wake tu mara moja? Kwa sababu tunaona ushirikiano mkubwa ambao tunaona kwenye filamu karibu kama 5 hivi umecheza mle ndani. Jackson kwanza alianza na kazi yangu kabla hajaonana na mimi. Na sio Sabrina ndo alinipeleka kwa Jackson, hapana. Bali alivyoona kazi yangu na mimi nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na uhitaji sana kwa kuwa kwenye kundi la Jackson. Mungu akasaidia, akapenda kazi yangu, ndo akanihitaji. Sawa, kuna baadhi ya movie ambazo mmecheza kwenye kundi ya wa kizazi kipya, lakini kwenye hii hapa ambayo tumekuja kuiona sasa hivi tumeona wewe umecheza kwa bodyguard. Imekuwaje pale? Labda kuna mengi ambayo yamepitikana ikaonekana kwamba wewe unafiti sana kwenye bodyguard au ilikuwaje? Kiukweli kwa hilo mimi siwezi nikasema mengi kwa sababu mimi sijioni, bali watu ndo wananiona. Ila Jackson ndo alisema ile sehemu inanistahili sana kwa sababu unajua kwenye sanaa kuna sehemu mtu unaweza na kuna sehemu mtu hawezi. Ila na imani japokuwa sikufanya kivile, ila nashukuru Mungu kwa hiyo machache niliyofanya. Turudi nyuma kidogo. Kuna baadhi ya watu ambao wanasema bwana, wasanii wengi ni watu ambao wanachepuka sana, wanakubali sana mahusiano. Kwako wewe pia na ni moja ambayo ya kitu ambacho kinakusumbua sana kikazi? Kwenye mahusiano tofauti na sanaa, kama mtu unakutana na hiyo tabia ni ya kwako tu. Sio kwa sababu umeingia kwenye sanaa ndio eti unachepuka, hapana. Hiyo ni sifa ambayo anapelekea wasanii. Mtu ukihitaji kuchepuka ni akili yako tu imekutuma. Na watu wengi wanasema mtoto wangu ameharibika kwa sababu ya sanaa. Hadi wazazi wengine wahitaji watoto wao wafanye kazi ya sanaa. Huo ni uongo. Kazi ya sanaa ni kitu ambacho kinaelimisha, kinaonesha vitu ambavyo vinatokea kwenye dunia hii. Na mtu ukihitaji kuharibika ni wewe mwenyewe. Mwanaume hawezi kukulazimisha bila wewe mwenyewe kutaka.
Kwa ukiona wadada wengi au wakaka wengi wameharibika, ni kutaka kwao wenyewe. So kiupande wa kazi, kadiri gisi unavyoendelea, uone utofauti kabla wewe sio kama yule wa zamani sasa hivi? Kwenye kazi naona siko kama yule wa zamani, kwa sababu kwa sasa hivi namshukuru Mungu, najitahidi kidogo, na nawashukuru sana madirector wangu, wanazidi kunipa moyo na kunipa nguvu na kunisababisha mimi nisikate tamaa. Naona mabadiliko makubwa sana, ila kwa kuishi kwangu, kwa uhalisia wangu niko vile vile. Mimi ni mtu wa watu, waga sina baya na mtu yoyote. Walio wengi wanasemaga kwamba msanii bwana akianza, yani mtu yoyote akianza usanii ni mtu ambaye waga anajionaga kwamba ni mtu ambaye yuko juu, ni mtu ambaye anaweza, ni mtu ambaye hapendi shobo na watu. Labda ndio maana wanasemaga kwamba wasanii bwana wanakuwaga ni watu wa brand kila muda. Kwako wewe pia hii ni moja ya kitu ambacho waga kinakusumbua? Hapana, nikitaji brand ni mtu mwenyewe. Kuna watu wengine wana mabrandi na sio wasanii. Na ukitaka kujipandisha ni wewe mwenyewe. Mimi niko vile vile, ni Faila ule wa zamani, wala sijabadilika kwa lolote lile. Nikiwa kwenye kazi ni kazi inaendelea. Nikiwa nyumbani maisha yangu ya kawaida yanaendelea. Kuna moja ya movie ambazo zinatoka, mmoja wapo ni hapa ya Mashimbula ambao ni Agatuso wa Nyanga na timu yake nzima. So tumeona umecheza mle. Kuna mmoja ya makubaliano ambao huaga mnayafanya kwenye kundi ya wa kizazi kipya, sawa? Ambao huaga inatokea kwamba ni msanii wake anatakiwa kwenda kucheza sehemu fulani. Huwa mnafuata makubaliano, mnapitishwa kwenye mchujo mwingi mpaka ukubalike kwenda kufanya kazi, au huaga mnajitolea tu, mtu anajisikia acha niende kufanya, au huaga mnafanya vitu gani ambavyo huaga vinapelekea mpaka mnaenda kucheza na watu wengine? Na kwanza napaswa nimshukuru sana Jackson. Jackson ni mtu ambaye yupo simple sana. Na nipo kwenye kundi ya Jackson, lakini nipo uhuru sana. Utafikiri kama vile sipo kwenye kundi yoyote. Jackson kundi yake sio kama kundi za watu wengine. Mtu ukiwa na msanii kwenye kundi lako, hauhitaji afanye kazi na mtu mwingine. Bali tu kwa kundi letu unahitajika tu ufuate masharti na vigezo. Ila kwa hilo kabisa la mimi kutoka kwenda kushirikisha kwenye movie nyingine tofauti na kundi yangu, kwa hiyo napaswa niwashukuru sana kwa sababu wametuweka huru sana. Mabadiliko makubwa ambayo uliyaona kuachana na hizi movie ambazo umezifanya baada ya wewe kwenda kufanya ile Mashimbula, uliona mabadiliko gani ambayo umeyaona utofauti wa Jackson pamoja na Gatuso wa Nyanga? Utofauti lazima uwepo. Yule ni Jackson na huyu ni Gatuso. Hapo kushakuwa ni majina mawili tofauti. Lazima kuwe tofauti. Lakini utendaji kazi wote si wanafanya ni sanaa? Wote wanafanya utendaji kazi, wote ni wazuri kwenye sanaa. Siwezi nikasema eti Jackson ni mzuri, niseme Gatuso ni mbaya, au niseme Jackson ni mbaya Gatuso ni mzuri. Hapana. Bali wote ni wazuri. Ila kila mtu anacheza kwenye cast yake. Ulivyoona kitu ambacho wewe unaweza ukafanya, lakini kuna baadhi ya wasanii ambao unawaamini kwamba hawawezi wakakifanya, ambacho umekifanya kwenye hizi movie zote ambazo umecheza, mashirikisho pamoja na zile ambazo unacheza kwenye timu yako, ni kitu gani ambacho uoga unaonaga kwamba kigumu kwa msanii yoyote wa kike ni kipi? Hapana, kwa hilo nisijisifu. Wenzangu wananizidi kwa sababu mimi sijawa kama wao. Wanakuzidi majina, wanakuzidi kitu gani? Kila mtu ana jina lake. Na kila mtu iko gisi alivyo. Na kila mtu anafanya kazi na gisi alivyopangwa. Labda yeye anaweza kuwa amefanya vizuri zaidi yangu, au mimi nimefanya vizuri zaidi yake, ni kutokana na cast ambayo niliyopewa. Hivi moja ya changamoto ambayo ushawahi kukutana nayo kipindi mna shoot ni ipi, au kipindi unaingia kwenye kazi ya usanii ni ipi ambayo unaweza kumwambia mtu, unajua kuna zile changamoto ambazo mtu mwenyewe anaonaga hii bwana hata kwenye maisha yangu ya kawaida sijawahi kukumbana nayo, ni ipi kwa upande wako? Changamoto unayokutana nayo, kuna vitu ambavyo baadhi unakia kuta unapewa sehemu ucheze, unakia kuta ni maisha yako halisia.
Maki anasababisha hadi unaingia kwenye hisia ambayo ulikuwa hata utarajie. Na kwenye changamoto, mimi changamoto naonaga kubwa sana zaidi ni pale ambapo na sehemu naenda kufanya kazi afu niumwe, najisikiaga roho inaniuma sana. Uumwe kabla hujafanya kazi au tuseme kwamba uumwe ukiwa kazini? Nikiwa kazini nataka kufanya kazi afu niumwe, huwaga nasikia roho inaniuma sana. Lingine ambalo lishawahi kukukumba kwenye upande wa hisia, kwa sababu tunajua kwa upande wa wanawake bwana, kwenye mahisia ya kulia huwaga mnazingatia sana, kama vile wakina Violet hapa Tanzania. So kwa upande wako wewe, kwa sababu kwenye movie zote haujacheza kama kwa bodyguard, kuna moja hisia ambayo uliwahi kuvuta ukaona kwamba hii bwana, hii inaipelekea kama vile inakuja kucheza vya kweli hivi? Unajua kitu ambacho mtu unampenda mtu afu huyo mtu ana mwingine anayempenda, hicho kitu huwaga kinauma sana, na ni kitu zaidi sana kinatusumbua kwenye maisha halisi. Unaweza kuwa unampenda mwanaume ana mwanamke anayempenda, au mwanaume anakupenda wewe lakini wewe una mwanaume mwingine anampenda. Kwa ni moja ya vitu ambavyo viliwahi kukuumiza katika hizi filamu ambazo umecheza. Kwa mtu ambaye anataka ajue pia, hivi mtu akizungumza Jackson wa kizazi kipya, kiupande wako unamsamini kama ni nani yako, au kwako huwaga unamchukulia ni mtu wa design gani kwako? Sijakuelewa hapo, naomba unieleweshe. Yaani mtu akizungumzia Jackson wa kizazi kipya kwa hali yoyote, sawa, ni mtu wa design gani kwako, kwa upande wako wewe kama wewe? Jackson kwangu ni mtu ambaye kwanza nilimpenda tangu ningali mdogo. Maana ni mtu ambaye namthamini sana na namheshimu sana. Namchukulia kama kakaangu kwa sababu siwezi nikamweka kwenye sehemu ya babangu. Babangu anamzidi umri. Kwa hiyo namchukulia kama kakaangu, nampa heshima zake. Moja ya tabia ambazo uwaga unaziona mkiwepo location za Jackson wa kizazi kipya, akiwa anawapanga kwenye makasti au anawadirect, moja ya tabia ambayo uwaga unaiona unasema kwamba hii tabia ni ngumu, lakini kumwambia inanipa uzito sana kumwambia, ni ipi kwa upande wako wewe? Kiukweli sijawahi kuona, nisiongope. Kwanza Jackson ni mtu ambaye anahimiza mtu ufanye kitu kweli. Unajua sisi wanawake kuna sehemu zingine tukipewa tunaanza hapo sitoweza. Lakini namshukuru sana Jackson, ni mtu ambaye huwaga anapana moyo sana. Yeye na Tito. Ina maana kwamba moja ya tabia zao huwaga wanafanana, yeye na Tito wakiwepo location. Kwanza tukienda location wakiwepo huwaga napenda sana. Kwa sababu ukicheza sehemu kama hujachezea vizuri, lazima urudie. Na ile ni kitu kizuri sana, kinampa mtu moyo na kinasababisha mtu azidi kujua vingi. Ugumu gani ambao uliuona wewe kama wewe, sawa, Faila kama Faila, ugumu ambao uliona baada ya hii movie ambayo mmeicheza ya Bwami, ugumu ambao umeuona ukasema kwamba hapa sema tu nacheza kwa sababu ni kazi, lakini kwa upande wa mimi ningeacha kucheza, ni sehemu gani ambayo uliona kwamba hii ni ngumu kuliko? Kwa sababu najua kwenye kazi bwana, nyewe wasanii mnaonaga kwamba hapa ninapofikia hapa anaweza kapelekea mimi kulaumiwa zaidi. Ndio, ugumu lazima uwepo. Na hiyo ni moja ya kazi. Ugumu niliona ni ule ambao sehemu nafanya ukatili ambao sio fani yangu. Ambapo unakaza afu mnasimama na ile idea, kwa nini hawakuigeuza mcheze tu kiasili ya Wabembe? Ilikuwa sababu ni nini, kama wewe gisi ulivyoona madirector wanafanya? Unajua kitu kufanya uhalisia ndio ni ukweli, sijakataa. Ila hicho ni kitu ambacho kimezoeleka sana. Movie nyingi za asili unakuta watu wanavaa kiasili, wanafanya mambo kiasilia zaidi. Ila sisi tuliona tufanye kitu tofauti. Ila asilia ipo. Kwako wewe unawezaje kumwambia mtazamaji utofauti ambao mmeufanya tofauti na movie zingine? Kwa sababu unajua kuna movie ambazo watu wanacheza kama gisi mlivyovaa, lakini kwenu nyinyi mliweka asili, mila za kwetu Afrika, lakini mmecheza kama vile uzunguni kidogo, hamjaenda kwenye asili zaidi sana.
Unajua kwa sasa hivi, maisha sasa hivi, kinachotendeka sana si asili. Mambo yanayotendeka sasa hivi, uvaaji, matendo sasa hivi si asilia. Ndio asili bado ipo, ila ni kwa watu wachache sana. Ndio maana tulitaka tuoneshe hivyo kwa watu. Kwa sasa hivi mbembe zamani alikuwa havai suruali, alikuwa havai nguo ya kuonesha mwili, lakini sasa hivi ndio watu wa kwanza wanavaa hizo nguo. Kwa hiyo ilikuwa mmojawapo wa sababu ya nyinyi kucheza vile ambavyo mmecheza. Kwa upande wangu naweza nikasema hivyo kwa sababu mabadiliko ni mengi. Kama sisi wanawake mle tulivaa masuruali, sisi mabodyguard. Kwa wabembe kabisa asilia, vile hapana. Haipaswi. Na sio vizuri. Na ndio maana tulitaka tucheze tuwaoneshe watu kwa sasa hivi tunapoelekea ni pambaya sana, watu tunabadilika, asilia tumeshaiacha nyuma sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajui, ina maana kwamba ile movie mmecheza vile ili muwaonesha kwamba tunapoelekea siko. Movie yenyewe naona hivyo. Tunapoelekea kiukweli kwa sasa hivi, kwa maisha sasa hivi, tena sisi watoto 2000, tunapoelekea ni pabaya sana. Alafu mimi nashangaa kwamba wabembe bwana tunajiita nao watoto 2000. Hivi kwetu kabisa kiasili asili, kwa sababu kuna movie ambazo nafikiri zipo zinachezeka ni za asili. Lakini hivi kwetu kabisa inafaa mtu mbembe kujiita mtoto 2000 kweli? Kwetu haifai, lakini kwa sasa hivi watoto wengi sana wabembe wanajiita ni watoto 2000. Na ndio maana nimeamua nitumie hiyo kauli kwa sababu ndio imetrend kwa sasa hivi. Haina cha mbembe wala Mtanzania. Sasa hapa kambini kwetu. Hivi neno gani ambalo unaweza kumshauria mtazamaji wa Double A TV pamoja na mshabiki wenu ambao anawafuatilia kwenye peji za Kizazi Kipya, kumwambia kuhusiana na hilo la watoto 2000 pamoja na kimila na kila ambacho unaweza kumuaga wewe kama wewe? Neno ambalo naweza nikawashauria madada wenzangu, madogo zangu ambao tuko na umri sawa, usiache mila nyuma. Haya ni mambo ya kupita tu. Ila kuacha mila nyuma sio kitu kizuri sana kwa maisha sasa hivi, kwa sababu sisi watoto sasa hivi tunasahau tulipotoka. Wengine wanajiita mimi sio mbembe, mimi ni Mtanzania. Kisa amezaliwa Tanzania. Hapana. Kuzaliwa Tanzania sio ndio umekuwa Mtanzania. Kumbuka ulipotoka, kumbuka wazazi wako walipotoka. Kumbuka nyumbani kwenu. Walisemaga mzarau kwao ufa maskini. Bwana, nafikiri umesikia mengi kuhusiana na Faila. Ametoa ushauri kwa wale ambao wanajiita watoto 2000, lakini naweza nikasema bwana, kuna mengi ambayo yapo njiani na wanazidi kuyafanya. So mimi naweza nikakuomba tu shusha comment hapo ili tupate kuelewa kwamba je, baada ya hiki ambacho ameongea, safari yake ya kisanaa pamoja na mengi ambayo anapitia na ushauri wake ambao ameutoa, umeasikiaje na kiupande wako umeachukuliaje? So naweza nikasema tutakutana kwa wakati mwingine. Asante.